Hello guys, naitwa Mtoto Mlito. Kwenye tamthilia ya Kikulacho naenda kwa jina la Nyama Yao. Kabila langu ni Mnyakyusa. Mimi ni mwenyeji wa Mbeya, lakini kwa saizi napatikana hapa Dar es Salaam. Ni mwigizaji, lakini pia ni content creator. Uhusika niliyoucheza hauna uhusiano kabisa kwenye maisha yangu ya kila siku, kwa sababu mimi ni mtu mkarimu, ni mtu mpole sana, ni mtu mwenye mambo machache, lakini kwenye Kikulacho, yani mimi ni kama unga wa ngano. Kwa hiyo hairelate kabisa kwenye maisha yangu. Ile ukorofi, unafiki, wala si kuiba bwana wa rafiki, hapana, ni kitu ambacho sijawahi kukifanya. Kwa hiyo ndio maana kuigiza ni art, na art ndo hii ambayo tumeifanya. Art ni sanaa. Kwa nilichokifanya kwenye Kikulacho ni sanaa na sio maisha yangu halisi nayoishi. Sijapata changamoto yoyote ile. Kwenye kushuti Kikulacho sijapata changamoto yoyote. Kwanza nimeshuti kwenye mazingira mazuri. Nikimaanisha kwamba teamwork ilikuwa ni nzuri, especially kwa watu ambao wa behind the camera production ilikuwa vizuri. Mazingira kufanyia kazi, sehemu tulizoshutia ni sehemu ambazo kwangu zilikuwa ni ngeni kidogo, lakini nimepata experience mpya. Kwa hiyo kulikuwa hakuna changamoto, kwa sababu mimi ni mwigizaji na kuigiza nimezoea. Kwa hiyo zile heka sio za script take 1 2 sio kuna nini kushuti mpaka late ni kitu cha kawaida sana kwenye sanaa. Ila naweza nikazungumzia changamoto ambayo inaweza kawa kubwa au ndogo. Kuna scene nafikiri kuna scene niliigiza, nilikuwa naumwa. Nilikuwa naumwa sana. Na kwa sababu production ilikuwa imeshaandaliwa, kila kitu kiko set, kila mtu yupo kwenye set, ikabidi nijikaze binafsi nipambane na ile hali kwamba nisiwa let down team na nini na kila mtu na power ya mtu ambao anafanya. Kwa nikashuti wakati naumwa, lakini nilijitahidi. Kwa changamoto ilikuwa ni pale kushika script huku naumwa, na tulivyomaliza hiyo siku kushuti, kesho yake nikaenda hospitali nikalazwa kabisa. Kwa changamoto ilikuwa hapo, lakini apart from hapo nimeenjoy sana. Nimeenjoy company ya kila mtu, nimeenjoy production, producer, director, story, environment na kila kitu kilikuwa perfect. Tofauti kubwa sana. Tofauti ya Kikulacho na hizo kazi zingine za YouTube. Bwana, Kikulacho imeshiba. Story kali. Sawa. Na in case mtu atakuwa hajui, naomba yani kama utaenda kuiangalia Kikulacho, kila nguo ambayo amevaa mhusika mule ndani amevalishwa. Hizi kazi za YouTube kila mtu anajiamulia. Yani mtu tu anapewa story, ukifika hapo hujui unavaa nini. Lakini sisi tumevalishwa, yani wote wasanii tumevalishwa. Maradhi tumekula vizuri guys, tumelala sehemu nzuri. Quality. Nikisema quality jamani, kamera tunazotumia ni tofauti na hizo za watu wa YouTube. Sound, color, yani kila kitu kiko perfect. Kwa hiyo wakiingia YouTube wataangalia, wataelewa mimi naongelea. Production imesimama. Hiyo yani naweza ningesema utofauti. Hata story yetu ni tofauti. Yani hatuna zile stories za kubembelezana kwenye makochi. Yani humu ni heka. Yani huku ni chochoro inaingia huku mtu yupo kwenye kabati, mtu katoka huku kafumaniwa, yani heka fulani. Maisha ambayo ni halisia ambayo tunayaishi. Hamna drama hizo za kusema kwamba imaginary drama. Ufikirie kwamba hii inaweza ikatokea, hii haiwezi ikatokea, no. Yani tulichokifanya kwenye Kikulacho ni kitu ambacho kina relate kwenye maisha ya kawaida, kipo na tunaishi nacho. Kwa hiyo huwezi ukafanisha na kazi yote ya YouTube. Mimi nafanya character yoyote ile. Ni mwigizaji wa character yoyote. Sijui kichaa, sijui kibaka, mchawi, mwizi, jambazi, mfanyakazi, mimi niko fit. Kwa hiyo karibu sana kutazama Kikulacho, na uhakika mtaenjoy, mtafurahi
mtapata burudani, lakini pia mtajifunza vitu vingi sana. Mtazamaji, don't miss Kikulacho jamani. Kama kweli wewe ni mtu ambaye unapenda vitu vizuri, unapenda kitu chenye ubora, unapenda story kali, unapenda vitu fulani vyenye heka heka, I say make sure una subscribe YouTube channel yetu, una stay tuned na sisi, unafuatilia vizuri Kikulacho, utaenjoy na utanikumbuka, unasema hivi jamani, wewe mwenyewe utafurahi. Kwa hiyo mtu support jamani, hii ni kazi tu ya mwanzo, zinakuja zingine nyingi nzuri sana, lakini pia mnaweza mkapita comment section pale kwenye YouTube channel yetu, mkatuambie kama kuna kitu tuongeze, kitu tupunguze, kama tunafanya vizuri, ili tuendelee kuwaburudisha.